kwa lugha yenu itifaki imezingatiwa. Kwa muda mfupi niliamrishwa na mwenyekiti wangu kaka yangu Sheikh Muhammad Uthmani Mturi niseme maneno yangu katika usiku huu. Waislamu, kunyweni sana maziwa. Ujumbe wangu wa leo usiku huu, kunyweni sana maziwa. Alislamu dinu fitra, alislamu dinu fitra. Uislamu ni dini inayoendana na maumbile ya mwanadamu. Wanadamu wanakula vyakula vizuri, lakini kuna wakati mchanganyiko wa vyakula unaweza ukasababisha sumu ndani ya tumbo lake. Tunywe maziwa, lakini kwa kukithiri hasadi tunakula pasina kukusudia, bali kwa kukusudiwa. Tunyweni sana maziwa. Tunakunywa wakati mwingine vitu ambavyo vina shida. Tunyweni sana maziwa. Alislamu dinu fitra. Chukua aya nambari 30 surati Rum, ule ustandard wa dini yetu inayoendana na maumbile ya mwanadamu. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi llah dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Fi surati Rum, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi kama huu wa Rajab alipata tunu ya taslia ya kuliwazwa na kupewa pole kwa kupewa safari ya kipekee ya Isra na Miraj. Lakini ndani ya safari hii Mwenyezi Mungu alitaka kuwaonesha wafuasi wa Bwana Mtume kwamba alislamu dinu fitra. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kawaida ya mgeni ukirimiwa, akiwa katika safari ya pili ya Miraj, alifanyiwa takrima ya kuletewa vinywaji, maji, pombe na maziwa. Riwaya nyingine inasema badala ya maji ilikuwa ni asali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotezea vinywaji vyote, alitumia maziwa. Kwa nini? Alislamu dinu fitra. Safari ya ajabu iliyokuwa na spidi ya ajabu, kasi ile pengine mapafu yalitamka, uchovu na kadhalika. Laiti isingalikuwa ni rihla ila Kenya, tungesema vumbi amelikuya kwa kiasi kikubwa. Aliona tiba ya kuweka sawa mapafu kabla sijarudi, hebu niashie maziwa. Alislamu dinu fitra, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, usimike uso wako, kwa maana wewe mwenyewe mzima mzima jikite kisawasawa katika dini hii, hali ukiwa umepuzia na kupanyongo dini nyingine zote feki. Kaa kwenye Uislamu. Fakhri ya mwanadamu ni Uislamu, tambo za mwanadamu ni Uislamu. Alislamu dinu fitra. Kwa nini? Fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha. Hali ya kuwa Uislamu ndio mfumo wa uumbaji wa Allah, ambao kwamba watu wote Allah amewaumba wakiwa katika mfumo huu wa dini ya Kiislamu. Asiyetaka atoke mwenyewe, na watu waliamua kuanza kuwatoa watoto zao. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi.
hadithi na alama tufika alayhi. Sasa ujumbe wangu kwa Uislamu ndio dini, na Mungu amedhamiria kutuambia la tabdila li khalqillah. Hautaona mabadiliko yoyote abadan katika mfumo huu wa uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vijana wa Kidande, mtaa huu wa Kidande, katika watu ambao wanamkumbuka vizuri mmoja mie, wakabaji wengi, wauni wengi, bali mke wangu waliokaa pale, nikaja na timu yangu tukakimbizana sana. Ndio Kidande, vijana wa Kidande, badala ya kunywa sana bongo, double kiki, mbandandu na kadhalika, tengenezeni afya zenu, rudisheni afya zenu kwa kunywa sana maziwa. Vijana, sura zimebadilika. Kuna watu wakikaa na mimi mdogo kweli, lakini wenzangu wanaonekana wazee mno. Mimi sio mdogo hivyo, mdogo kweli, lakini sio hivyo. Lakini kuna watu kana wadogo zangu, Sheikh Yusuf, zimechoka kwa mbandandu na bongo. Walimu mitaani kwetu, tuwaambie Mheshimiwa DC, imiza sana watu wanye kinywaji ambacho Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiteua. Wakati mwingine tunaumwa mapafuni, kuna makorokoro chungu mzima, hatujijui, na tukienda kupiga X-ray utajikimbia, utakufa mapema, maana watu wengine mara moja wanajikataa. Sasa kabla hujajikataa, kunywa maziwa sana. Lakini tunaambiwa hata wasia wa Imamu Ali kwamba watoto wasomewe sana maziwa, wanywe Surati Al-Baqara. Inafungua akili, inatengeneza himaya ya kifua katika kuhifadhi masomo. Na kuwe tumeambiwa wasomewe sana maziwa, Suratul Alaq, aya 5 za kwanza. Wapewe watoto wadogo maziwa. Nyie mnadhani wakati wetu tunajisahau, tunapiga sana ibasi na CCM, kunyweni sana maziwa. Lakini hata kwenye mambo yetu, Sheikh Musa mwadhini wangu, Mungu ajalie imamu wangu MC, mwadhini wangu yuko hapa, Sheikh Musa Baronte. Hakika Sheikh Musa Baronte ndio mwadhini wangu huyu sana.